Hali ya usalama ilikuwa tete siku ya jana Jumanne Aprili 7 pa Mambasa mkoani Ituri, njia ya kuelekea Kisangani, kutokana na vijana wenye hasira kali waliofunga njia kupinga kuingia kwa askari wa ulinzi wa tume ya Umoja wa Mataifa MONUSCO katika mji wao. Leo iko journée fériée hapa kwetu Mambasa. Deja MONUSCO njo imetaingia mu Mambasa. Mimi nataka rappeler tena watu ke jeunesse ya Mambasa tukwe fort. Deja juu MONUSCO tumeitosha mu Mambasa tunaivukisha. Kwa hii sasa deja tuko hapa na bajeni ya Mandima tunaketia kongi hapa mwingi ya kutoka ku 11 Mandima. Vraiment bajeni ya Mambasa bemungali kule. Benye biko hapa Mandima. Mukue tutie konge huko, hatutaki MONUSCO. Kama Beni leo inashindikana kuvita kisha pale Mbeni. Ni juu ya ile banzi ya MONUSCO. Jeunesse ya Mambasa. Uhuru kwa mkono yetu. Mwingine kaanguka na nisie jeunesse. Hakuna matatupambania kanisie. Vraiment bajeni yote ya Mandima. Bajeni yote ya Mambasa sanda. Vraiment mukue tutie konge huko. Deja kinzi bengine bajeni basha bafata kule. Na tukie tena tungane na bapa Mandima tuweze kubafukuza. Leo hatutalala kama tuyo jokes make MONUSCO tumeivukisha teturu mpaka ivuke. Hasira hizo zinakuja kutokana na namna vile mji wao ulivyoshambuliwa usiku wa Jumatatu kucha Jumanne. Tuko RD, hapa tuko RD. Tunabashimamisha huko RD. Maandamano hayo yamelaumiwa na vyombo vya usalama huko Kivu Kaskazini na Ituri. Kulingana na siku hiyo, timu ya uchunguzi inayoundwa na MONUSCO na FARDC ilikuwa imetumwa kwenda kujionea hali halisi huko Mambasa na kuzidisha ukingo na ulinzi wa wananchi. Mpango huo wa kutuma ujumbe huo umesukumwa na matukio ya mauaji yanayotekelezwa na magaidi wa Kiislamu wa ADF NALU na kupelekea zaidi ya watu 100 kufariki, kuuliwa kwa kipindi cha mwezi mmoja. Raia wana hasira, hawataki MONUSCO. Kwa nini? Hawa ni baadhi ya raia wa huko Mambasa waliozungumza nasi. Watu wanauawa kama nyama, hakuna suluhu yoyote, na MONUSCO inaonekana kuwa kikundi ambacho kina kiasi ya pesa na kina kiasi ya teknolojia ya kuprotect binadamu. Inaonekana raia wanaona kama MONUSCO iko kama vile chanjo ya mauaji inayozidi mashariki wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unajua, kumetokea changamoto kuhusu MONUSCO na tulifikiria kamba MONUSCO itabadilisha namna ya kutumika, lakini wakazi wa Beni walikuwa wakilalamika kuhusu mauaji ya ADF, na leo ADF imeendelea mpaka imeingilia kwenye Mambasa, imeingia yani iko karibu na Chopo, na tuna uoga kuona kama ADF itakuja ingia mpaka province oriental nzima, na mauaji yanaendelea. Na mpaka leo MONUSCO ambayo ina madrone, ambayo ina vitu yote, haijawahi kuvunja hata bastion moja ya ADF. Na ingine ni kusema kama mtu analia, iko nalia, hawamwangali yake kukinywa. Ile mambo ilitupitia Goma, ukakuwa changamoto ya kusema MONUSCO iende, lakini hatukusikilika na viongozi na waliendelea kuacha MONUSCO iendelee. Na leo tunadhani kama mkuu kiongozi wa mpya wa MONUSCO ambaye wametuma ni mtu ambaye ameishi Kongo siku nyingi na na experience sana za Kongo, na wasaidie kumaliza hiyo jambo ya mauaji ya ADF NALU. Sababu leo kuna madrone ambayo wanaweza wakapandisha yulu kwenye mwitu na kuangalia wale wauaji wanatokea wapi na lengo lao ni nini. Raia nia yao ni nini haswa? Mmoja kati ya wanamemba wa mashirika ya kiraia anazungumza. Ndio, ni tangu jana tuliona vikosi vya majeshi ya MONUSCO vinashuka mpaka kwenye mji wa Biambwe. Ni mji ambao uko kwenye kilomita 65 ndani ya aksi ya Mangorejipa. Nafikiri kama wakaaji wanawakataa ni kupitia hali mbalimbali ambao wamepitia. Unajua, wakati umepita ndani ya magumu mengi, sio mwepesi kuamini kila mtu. Na mtu ni mgeni, na unajua kama haujawahi kuishi naye awali, unaweza kuwa na mashaka wakati unamuona ameingia kwako, kama hakukueleza
ajenda yake ni vipi. Msafara mzima wa MONUSCO toka Beni kujielekeza Mambasa umepigwa mkwala mkubwa na vijana hao. Nafikiri raia inahitaji amani, na kama ni MONUSCO ndio anaweza kuleta amani, inaomba MONUSCO aeleze kama ataileta namna gani. Ndio nimetoka kuzungumzia. Raia haihitaji mtu yeyote, raia inahitaji amani. Kwa makubaliano ambayo MONUSCO iko nayo na serikali, walikubaliana kwamba lazima MONUSCO ikuje kuweka nguvu pamoja na serikali yetu kusudi kuleta amani ndani ya nchi. Lakini nafikiri kama kuna matokeo fulani ambayo raia inakuwa ikiangalia hapo kokote ambapo MONUSCO iko tangu walifanya mapatano na serikali, hiyo inasababisha kama raia ione kama amani haijarudia kabisa vizuri ndani ya maeneo ambayo MONUSCO anaikala ndani. Na kama walikuwa wamebadilisha namna ya kutumika, kwa sababu hapo awali tulisikia kama kumekuwa mapatano ya pili, mapatano mpya zaidi ya ile walikuwa wakitembelea kwayo. Kusema ilibidi kukue sensibilisation ya kujulisha nini tena wamepatana na serikali, na nikie kama wameunda kama force speciale ambayo itapiga maadui. Hayo yote ni mambo ambayo wanasiasa tu ndio wanajua, lakini raia wao hawajui, hawana habari ya mambo hayo yote. Labda kunaweza kuwa hata kitu kizuri ambacho kimepangwa MONUSCO na serikali, lakini sababu raia haijui, haikupata habari kamili vizuri, watakuwa tu hawatakubaliana na kitu hili. Hauwezi kubaliana na kitu ambao Mashirika ya kiraia upande wao yasema kutambua kama MONUSCO bado ni mdau wa karibu na muhimu zaidi kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, haswa katika utafutaji wa amani. Nawaza imepita miezi karibu miwili, ile mbele walitafuta kukuja, ilitafuta kuamsha fujo tena. Kwa ngambo yetu kama leader ya eneo tulifanya kibarua tukaimwandikia chef de bureau wa MONUSCO kwamba mawazo mazuri yoyote wanaweza kuwa nayo ilibidi waishiriki na malida ya eneo, wasimamizi wa eneo. Sio vibaya kama wakisema tunakuja huko, lakini wanakuja kufanya nini? Kwa nini kuja tu kwa wakati huu? Maulizo hayo yote, maswali hayo mbalimbali, ni vizuri pawe kikao kiandaliwe, walida wawe na muda ya kisha maswali hayo ya raia kwenye MONUSCO, na MONUSCO waeleze agenda yake, anakuja kufanya nini na atafanya na nani kwa wakati gani, nini itakuwa ni priorite mu mission zake. Nafikiri kama raia wakiweza kuelewana vizuri, kuna kitu itashindikana kwa upande wa raia ama kwa upande ya MONUSCO, lakini kwa kukaza haitakuwa vizuri. Na kibarua ile iko kwenye meza ya chef de bureau ya MONUSCO, hata kwenye zingine ngazi mbalimbali, na nafikiri hata gouvernorat ilipata ile kopia ile kibarua, haikupata jibu. Na kama kikao hicho hakikue, itakuwa haiko vizuri. Itaonekana kama kwenye MONUSCO anatumika na forcing, na kikosi cha amani kikikuja kutumika kwa kukaza. Unaweza kuja kulinda mtu kwa kumkaza, si kitu yenyewe kwa antagonic. Unakuja kuchunga mtu na unamkaza kumchunga. Inabidi yeye aelewe kama umekuja kumsaidia na yeye mwenyewe akuhitaji. Itakuwa iko vizuri. Wanaharakati wa mashirika ya kiraia ulahumu mawasiliano mabovu kati ya viongozi na raia kuhusu ziara hiyo ambayo imewekewa mkwala na vijana. Wanaomba raia kubaki kimya na kuimarisha mshikamano. Jeshi la Taifa FARDC lililahumu tabia ya vijana wamoja kwa kuzuia njia ya MONUSCO isifike eneo waliokuwa wakienda kufanya kazi huko Mambasa. Wakuu wa jeshi huko Bunia asubuhi ya leo wakizungumza na vyombo vya habari walisema tukio hilo ni la kulahani. Jeshi lataja kuwa ni kuharibu mchakato wa amani kwa faida ya makundi yanayomiliki silaha na yanayohatarisha usalama wa wananchi. Hayo yanakuja siku moja tangu mjumbe maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini DR Congo kuanza kazi zake huko Kinshasa. Huyu aliteuliwa na Antonio Guterres majuma kadhaa yaliyopita. Uteuzi wake unakuja huku kukiwa na ukosefu wa usalama unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wahasi wa AFC M23 wanaoungwa mkono na Rwanda wanadhibiti eneo kubwa kwenye majimbo ya Kivu Kaskazini na Kusini. Mjumbe mpya huyo wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aanza kazi. Mwanadiplomasia huyo wa Marekani James Swam ameanza kazi rasmi siku ya Jumanne kama mjumbe maalum wake katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya
Kongo na mkuu wa MONUSCO. Azimio la UN nambari 2808 lililochapishwa Desemba mwaka 2025 na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limedhihirisha kuwa mamlaka ya MONUSCO ilikifafanua upya vipaumbele vyake kutokana na kuzorora kwa hali ya usalama huko Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, ambako MONUSCO inapewa jukumu la kufuatilia usitishaji wa mapigano. Maandishi hayo pia yanajumuisha mifumo mipya ya kidiplomasia, ikiwa ni pamoja na mkataba wa amani wa Washington uliosainiwa Juni mwaka 2025 kati ya DR Congo na Rwanda, na mkataba huo wa amani wa Doha uliohitimishwa Novemba mwaka huo. Katika muktadha huu, MONUSCO inaombwa kuchukua jukumu kubwa katika kuunga mkono usitishwaji wa mapigano wa kudumu, hasa kupitia utaratibu wa ufuatiliaji na udhibitishaji wa yanayoendelea eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwingineko ni kwamba kuletwa kwa wahamiaji haramu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutoka Marekani kunaleta gumzo na utata mkubwa. Vuguvugu la wananchi kwa ajili ya mabadiliko Lucha yapinga mpango wa DR Congo kuwapokea wahamiaji haramu waliofukuzwa Marekani. Hatua ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuingia kwenye mkataba na Marekani ili kuwapokea wahamiaji waliofukuzwa katika nchi hiyo imeendelea kuzua mitazamo mbalimbali. Hawa hapa kutoka mashariki mwa Kongo wanazungumza nasi. Kitu ya wale wahamiaji, tungali naendelea kuomba serikali yetu isome historia. Leo tuko victims. Kama leo wakongomani wanaendelea kuuawa mashariki mwa Kongo, ni sababu ya hospitality yao ya kupokea wahamiaji ambao walitokea Rwanda kwa mwaka 1959, kwa kupokea wale watu ambaye ASER ilinunulia kambi uko Bibwa na mu territoire ya Masisi yote. Na leo hiyo jambo ndiyo leo iko chanjo leo ya kusema wamoja wanastaka wapatiwe maposte, wamoja wanasema wanabaguliwa, na hatuelewe namna gani serikali inaendelea kuita wengine wahamiaji ambaye hatujue wana lengo gani. Tujiulize leo, wale wahamiaji wakikuja kutoka Marekani na ni wale wa Nyarwanda ambao waliendaka Marekani na kukuja kuleta uvamizi Kinshasa, kuanzia changamoto lao Kinshasa, itakuwaje? Tunadhani kama Kongo sio nchi ambayo inaweza kujituma leo kupokea wahamiaji, sababu tuna historia mbaya ya mapokezi ya watu ambaye wamekimbia kwao na leo wanaleta changamoto za vita nchini kwetu. Kongo ingesimamisha ile mambo na kuomba Marekani iwapeleke kwenye nchi zingine. Leo ankore ya Washington iko nalomba kuteka ma FDLR, nao pia ni wahamiaji. Na leo ile mambo ya wa FDLR ni chanjo ambaye leo Rwanda inaleta mzozo ndani ya Kongo kwa kusema inakuja kuwateka, na wakongomani wengi wanafariki ndani yake. Leo Kongo ingeomba namna gani Marekani na Umoja wa Mataifa inaweza saidia kutafutia ma FDLR nchi nyingine ambayo wataenda, ili Rwanda iache Kongo na amani, isiendelee kuvamia Kongo. Mekupokea wengine wahamiaji italeta ingine changamoto ambaye hatujue miaka 20 ya mbele watapenda nao walombe, wakilomba nao identity, wakilomba nationality, kusema nao ni wakongomani na wanataka wawe na maposte kama wengine leo ambaye Kongo imewapatia vyote ambao wamelomba, lakini wanaendelea kuua wakongomani na kuleta vita isiyokuwa na hatia ndani ya nchi yetu. Wanaharakati wa Lucha na wanasiasa wa upinzani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanapinga mpango huo ambao serikali ya Kinshasa inasema itagharamiwa kwa 100% na Marekani. Vuguvugu la wanaharakati wa Lucha pamoja na wanasiasa wengine huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamelaani makubaliano yaliyoafikiwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwakaribisha wahamiaji waliofukuzwa kutoka Marekani na kuhitaji DRC kuwa jalala la wahamiaji. Tumezungumza na mbunge mstaafu wa Beni Kizerbo Kasereka Waseba. Maoni yake kutokana na swala hilo ni tufahamishe kuwa katika taarifa kwa vyombo vya habari iliyotiwa sahini Aprili 5 mjini Kinshasa, kundi la Lucha linashutumu mpango huo juu ya sera za uhamiaji za Marekani kuelekea nchi yenye kukumbwa na matatizo ya kiusalama eneo la Mashariki
mafuriko na kutokuwepo kwa huduma za kimsingi na kutaka kufutu mara moja kwa mkataba huu. Kutoka Uvira, Thompson Unjibata Ngalo William nikiripotia JCTV.